Kampuni hiyo yenye kiwanda chake Jineri kata ya Mandegwa manispaa ya Singida imekuwa na utaratibu wa kutoa iftari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kila mwaka, ikilenga makundi mbalimbali katika jamii, kama ambavyo anabainisha mkurugenzi wa kampuni hiyo kwamba kila mwaka lazima tufanye hivyo. Ni kwamba kwenye mwezi wa Ramadhani sio kufuturisha tu, manake kwamba hapa kwa kusanyika watu wote, bali tunafuturisha sehemu nyingi, na Mwenyezi Mungu huwa anafungua pia mambo mengine, kwa sababu kila unapotoa sadaka basi Mwenyezi Mungu anafungua mambo mengi. Kuhusu malezi ya watoto yatima, mkurugenzi wa kiwanda hicho amesisitiza ni vyema kwa kila mmoja wetu katika jamii kuweka utaratibu wa kuwakumbuka na kuwajali. Kikawaida kwa watoto yatima pia ni kwamba sio hapa, ni kwamba ni kila siku katika maisha yetu kiujumla, ni kwamba tunawaangalia sana watoto yatima, kwa sababu hata sisi kesho tuna watoto, kesho tutakapokuwa hatupo watoto watakuwa yatima pia. Kwa hiyo kila unapofanya imani kwa watoto wa wenzako, basi na wewe watoto wako watapata imani. Akitoa salamu za serikali, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego ametoa pongezi kwa uongozi wa kiwanda hicho kwa kugusa maisha ya wahitaji katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Lakini kwa namna ya kipekee ni washukuru sana uongozi wa BioSustain kwa kazi kubwa na nzuri wanayofanya katika mkoa wetu, lakini leo kutukutanisha pamoja na kupata iftari pamoja, tumeweza kuona ni jambo jema sana, na tumeomba dua hapa pamoja. Basi Mwenyezi Mungu awajalie kila lenye heri, awaongoze vema, wazidi kufanya kazi kubwa na Singida ineemeke kupitia kwao. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia hili, lakini pia nimpongeze sana mkurugenzi wa kiwanda hichi kwa kazi kubwa aliyofanya ya kufuturisha siku ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akihifadhi kiwanda chetu hichi na mazonge mbalimbali ambayo yeye Mwenyezi Mungu anajua, ajali mbalimbali, Mwenyezi Mungu awakinge wafanyakazi wote wa kiwanda hichi na majanga mbalimbali ambayo yeye Mwenyezi Mungu anajua. Kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu, Mahasin TV.